Moja kati ya viongozi ambao walikuwa katika msafara wa operation ya no reform no election kwenye mkoa wa Kagera alikuwa ni Willibrod Slaa, na alikuwa na mengi ya kuzungumza pale alipopata nafasi ya kuzungumza na wananchi wa Kagera katika wilaya ya Karagwe, ndivyo. Na moja kati ya kitu ambacho alikisema Willibrod Slaa ni namna sahihi ambavyo uongozi na serikali inabidi ifanye kuwatumikia wananchi, kwa sababu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfanyakazi wa wananchi, ndivyo. Na akaja akagusia kuhusiana na mkutano ambao uliendeshwa hapo jana UN kuzungumzia sakata ambalo linaendelea muda huu la kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania, anamzungumzia Mheshimiwa Lissu, ndivyo. Na moja kati ya ajenda ambayo ilikuwa inazungumzia ni namna gani sahihi ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inabidi itende haki kwenye usikilizaji wa kesi ya Mheshimiwa Lissu, inabidi aachiwe, ndivyo, haraka iwezekanavyo na haki itendeke, watu wapewe uhuru wa kusikiliza kesi na namna ambavyo inavyoendeshwa, ndivyo. Sasa akaja kugusia na jinsi gani ambavyo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfanyakazi kama the way ambavyo wafanyakazi wengine ambavyo wanaajiriwa kwenye organization mbalimbali serikalini, ndivyo. Na akasema kwamba ni muda sahihi wa serikali kusikiliza kile ambacho wananchi wanakisema, ili kusudi kwamba maamuzi ambayo yanafanyika yawe ya haki pasipokuwa na uonevu wowote. Sasa tumsikilize Willibrod Slaa kile ambacho alichokuwa anakisema kwenye mkutano wa leo ambao ulikuwa unafanyika mkoani Kagera kwenye operation yao ya no reform no election. Mamlaka ya nchi sio Samia ni mwajiriwa. Samia ni mwajiriwa. Kama unapomwajiri mtu kwenye shamba lako, ukishamwajiri wewe ndio unampa masharti. Sasa niwaombe, kwa sababu sina muda, naomba yafuatayo. Ya kwanza, siku ya kupiga kura, ukiamua kulala kitandani kwako, apande atakuja kuacha. Lakini usipoenda pale, uchaguzi utafanyika, wewe utakuwa sio, utakuwa hujafanya, utapiga kura. Na wa pili na watatu na watano, kanga wote msipotokea, uchaguzi utakuwa hapo. Kamanda huyo atakukamata, tutakuwa tumeleta kuruku kamanda. Tuko na amani kabisa, wala hamna mabomu tena, sio. Mimi naombeni, kuna fomu itapita hapa, makamu mwenyekiti atalisemea pia. Tunahitaji kujaza hizo fomu kila moja. Leo msiondoke hapa kama hakuna fomu za kutosha. Kama mwenyekiti wako wa jimbo, kama viongozi wenu wawapatia fomu, mzijaze hata mpaka saa 2. Hiyo haihitaji kibali cha polisi. Sawa jamani? Jazeni fomu. Tunahitaji maboksi na maboksi yajae milioni 15 tupeleke kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Mmekuja kuona, najua wameanza kujibu, wameanza kupanic, wameanza kujadiliwa leo mchana huu. Kura inapigwa Ubelgiji kwenye bunge la Ulaya juu ya Tanzania. Tukaje hapo, tujaze fomu kwa wingi, tukipeleka Umoja wa Mataifa milioni 15. Tunawaambia hapo wa Tanzania, kwa mujibu wa ibara ya 8 wamesema mwaka huu kama hakuna mabadiliko hatutakuwa na kura, kwa sababu tunataka kutunza sheria zetu vizuri. Mwizi wameshindwa kumkamata, mwizi wa kura wameshindwa kumkamata. Wananchi wanajua haki yao na watamkamata mwaka huu. Asanteni sana, na waachia kwa muda. So baada ya kumsikiliza Willibrod Slaa, unaungana naye asilimia ngapi kwa hiki ambacho amechokisema? So kama hujatufollow, kuna ukurasa wetu wa Instagram tunatumia kama Mbayo TV, na kama hujasubscribe channel yetu ya Mbayo TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili kwanza upate habari na matukio ambayo sisi tunakuwa tunaweka humo ndani. Lakini usisahau kumfollow Mr. Info JB kwa ukurasa wa Instagram, amtumia kaa hivyo. Ciao.